Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Waswahili husema kwenye nia kuna njia. Na ndivyo ilivyokuwa kwa mbunge Kiziwi kutoka Tanzania, ambaye akiwa kiongozi wa mashinani, yeye na wananchi wake waliweza kuwasiliana. Baada ya wao kuniamini na kunipa nafasi, baadhi ya wananchi wao wenyewe ni mashuhuda wazuri. Nimekuwa nikiwahudumia vizuri na tumekuwa tukielewana, tunatumia mbinu tu za kibinadamu kuweza kuwasiliana, japokuwa sio kwa lugha ya alama ya msingi, lakini tulikuwa tunajaribu kuwasiliana kwa namna ile tu ya kibinadamu, ambapo mkikwama kuwasiliana mnatengeneza mbinu badala ya kuwasiliana. Lakini nashukuru Mungu niliweza kuwahudumia vizuri wananchi wangu kwa miaka 4 mfululizo. Na bado mpaka leo wananihitaji, wakiniona huko wanasema mheshimiwa tunakuhitaji. Leo katika Jifunze Kiswahili tutabisha hodi Baraza la Kiswahili nchini Tanzania, BAKITA, ili kufahamu maana ya neno tanwini. Ambatana nami hadi mwisho. Ni Jumanne tarehe 23 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya watumishi wa umma duniani, na pia leo ni siku ya wajane duniani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ambayo hii leo tunazungumza na mbunge kutoka nchini Tanzania ambaye ana ulemavu wa kusikia au kiziwi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea. Tuanze na tabia nchi. Janga la tabia nchi linakaribia kwa kasi zaidi kuliko lilivyodhaniwa, ameonya leo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, huku akitoa wito wa hatua 7 za haraka kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na kuachana na matumizi ya mafuta kisukuku. Akizungumza mjini London kwenye mkutano wa hatua dhidi ya tabia nchi, ametaja hatua hizo kuwa ni pamoja na serikali zichukue hatua madhubuti za tabia nchi, dunia iongeze matumizi ya nishati safi, ilinde jamii zilizo hatarini, ihakikishe ufadhili wa haki kwa nchi zinazoendelea, isimamie kwa wajibikaji matumizi ya teknolojia ya akili mnemba na kupambana na upotoshaji wa taarifa kuhusu tabia nchi. Guterres amesema hatua hizo ni muhimu ili kudhibiti ongezeko la joto duniani na kuzuia madhara makubwa zaidi kwa binadamu na mazingira. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekaribisha makubaliano mapya kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda ya kusaidia wakimbizi kurejea nyumbani kwa hiari, usalama na heshima. Katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, serikali hizi mbili zimeahidi kuimarisha ushirikiano kwa msaada wa UNHCR. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wakimbizi Barham Sali amesema hatua hizi za vitendo zitasaidia kubadilisha ahadi za kisiasa kwa maboresho yanayoonekana kwa wakimbizi na wanaorejea makwao. Lazima tuendelee kuwasikiliza wakimbizi, matamanio yao, wasiwasi wao na maamuzi yao lazima endelee kuwa kiini cha juhudi hizi. Makubaliano hayo yanakuja wakati juhudi zinaendelea kutafuta suluhisho ya kudumu kwa jamii zilizolazimika kuihama makazi yao katika ukanda wa maziwa makuu. Na zaidi ya wagonjwa 1000 wa Ebola wamethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku watu 254 wakifariki dunia kwa mujibu wa Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa Duniani WHO, likiongeza kuwa wagonjwa 100 wamepona, jambo linaloonyesha kuwa huduma ya afya ya haraka inaweza kuokoa maisha. WHO, ofisi ya Afrika kudhibiti magonjwa CDC na wadau wameongeza vituo vya matibabu, uwezo wa upimaji na mafunzo kwa hudumu wa afya. Hata hivyo, WHO inasema bado kuna haja ya vituo zaidi, wafanyakazi zaidi, msaada wa kimataifa na amani ili kukomesha mlipuko huo. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa kujifunza Kiswahili na tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka nchini Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa umewadia wasaa mada kwa kina. Mtazamaji wangu, umewahi kujiuliza mbunge kiziwi anawezaje kuwasiliana na wananchi wake ambao wengine hawana ulemavu na hawajui lugha ya alama? Na ilikuwaje mpaka akashika wadhifa huo? Niliketi chini na mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Nasria Nasri Ali, ambaye yeye ni kiziwi. Ili kufahamu hapa, atatueleza kila kitu kuhusiana na hayo maswali niliyokuuliza. Na kwanza anaanza kwa kueleza safari yake katika nafasi za uongozi wa umma. Anayezungumza kwa lugha ya sauti ni mkalimani wake, anaitwa Tusajingwe Ernest. Naweza kusema kwamba nimetokea kwenye shirikisho la vyama 12 la watu wenye ulemavu, na mimi ni mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto wenye ulemavu SHIVYAWATA. Mpaka sasa bado nina hiyo kofia. Na kuhusu kuanza kwangu siasa mpaka kufika hapa na kuwa mbunge kamili, nilianza kujishughulisha na masuala ya kijamii, na kabisa kutoka huko nilipotoka niliamua kuanza kujishirikisha kuwa mmoja kati ya wagombea. Nikaanza kuwa mjumbe wa serikali ya mtaa, nikapata nafasi ya kuweza kuwa kwenye nafasi ya serikali ya mtaa, nikaongoza pale Kigamboni karibu miaka 3 kwenda 4. Ndani ya miaka hiyo 4, baada ya hapo nikaamua kujitosa kwenda kugombea udiwani viti maalum. Lakini kwa bahati mbaya sana kura hazikutosha. Ila nikasema siwezi kukata tamaa, nitaendelea kutafuta nafasi kwa sababu mimi pia ni mwanachama wa chama tawala, kwa maana Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ndoto yangu imetimia na hivi sasa ni mbunge kamili. Lakini pia niwatie tu moyo watu wenye ulemavu wenzangu kwamba tusibaki nyuma, tujaribu kujichomeka tunapoweza. Tunapoona fursa tujichomeke, tujichanganye ili tuweze kujifunza na kuweza kuziendea fursa. Na sio rahisi, ni muhimu kuwa na utayari wa kujifunza na kuweza kutumia watu. Ukikutana na watu, jifunze, waeleze watu nia yako, waweze kukushika mkono, waweze kukupa elimu, waweze kukuongoza vizuri. Kwa naweza kusema mimi ni mapenzi tu ya Mungu kuweza kufika hapa, lakini kama ningebaki nyuma kiukweli nisingeweza kufika hapa. Nilikuwa najishirikisha kwenye maeneo tofauti. Ndani ya chama nipo, ndani ya siasa nipo, ndani ya shirikisho langu la watu wenye ulemavu nipo, na sikuchoka wala sikukata tamaa. Kwa hiyo hivi sasa namshukuru Mungu kuweza kufika hapa. Okay, kwa hiyo sio tu ni hatua moja, ni kuanzia vyama mbalimbali vya watu wenye ulemavu kwenye chama cha siasa, lakini na juhudi zako mwenyewe. Sasa umetuambia ulishiriki na ukawa mjumbe kwenye ngazi ya serikali ya mtaa. Hebu tuambie uongozi huko kwenye ngazi ya chini kwa wananchi ulikuwaje kwa kifupi, kwa sababu wewe watu wanakuja kuzungumza na wewe. Je, wanawezaje kuzungumza na wewe? Hawasemi tu kwamba mimi bwana sitaki kwenda kumpelekea shida, kwamba mtu mwenyewe kwanza mlemavu hatutaelewana. Nashukuru sana kwa hilo swali. Ni kweli nilikuwa nakutana na aina fulani ya unyanyasaji kidogo kama mtu mwenye ulemavu, kwa sababu walikuwa naamini kiziwi hawezi kuwa kiongozi, atazungumza kitu gani, ana uelewa gani. Kwa hiyo lakini mimi pamoja na hayo yote na huo mtazamo ambao watu walikuwa nao kuhusu mimi, bado nikasema nitagombea na nitachukua fomu na nitawaongoza. Lakini kwa bahati nzuri, baada ya wao kuniamini na kunipa nafasi, baadhi ya wananchi wao wenyewe ni mashuhuda wazuri. Nimekuwa nikiwahudumia vizuri na tumekuwa tukielewana, tunatumia mbinu tu za kibinadamu kuweza kuwasiliana, japokuwa sio kwa lugha ya alama ya msingi, lakini tulikuwa tunajaribu kuwasiliana kwa namna ile tu ya kibinadamu, ambavyo mkikwama kuwasiliana mnatengeneza mbinu badala ya kuwasiliana. Lakini nashukuru Mungu niliweza kuwahudumia vizuri wananchi wangu kwa miaka 4 mfululizo. Na bado mpaka leo wananihitaji, wakiniona huko wanasema mheshimiwa tunakuhitaji. Ukiwa kama sio tu mbunge bali mtu mwenye ulemavu, wanakutazama vijana kwa sababu bado ni kijana mdogo. Upo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Wafanyaje ili na wao waweze kufika kama wewe?
Nafikiri kwanza waweze kujijengea hali ya kujiamini. Kwa sababu ukisema mimi kwa sababu ya ulemavu wangu sidhani kama nitaaminika au sitaweza, hapana. Unatakiwa kwanza uwe na ile hali ya kujiamini. Ukiachia mbali ulemavu wangu ninaweza. Lakini pia unatakiwa ufahamu haki zako. Na kwenye haki zako inabainisha wazi kwamba una haki ya kugombea, una haki ya kuchaguliwa, una haki ya kuchagua. Kwa hiyo unatakiwa ukishafahamu hivyo, nenda kajumuike, chukua nia, nenda kachukue fomu. Ukibaki nyumbani ukitazama tu hivi vya pembeni hauwezi kufika. Kwa hiyo lazima kwanza ukubaliane na hali kwamba kweli mimi ni mtu mwenye ulemavu, lakini pia mimi nina uwezo, lakini pia ujijengee ile hali ya kujiamini kwamba mimi hata nikitamani kuwa rais inawezekana, hata nikitamani kuwa waziri inawezekana. Ukishajijengea hiyo hali, hakuna jambo litakushinda kwenye kuiendea nafasi yako. Kwa hiyo mimi kama ningebaki tu kwa kusema siwezi, kwa kweli nisingefika hapa. Si unaona mimi ni kiziwi, sauti yangu haiko vizuri. Tuna ule ulemavu wa kushindwa kucontrol sauti yetu pia wakati mwingine. Lakini sikujali, nikasema potelea mbali vyote utakavoniona, lakini wacha niende nikajaribu kwa sababu nia na uwezo ninao. Kwa hiyo tujichomeke kwenye masuala mazima ya kisiasa. Kama kweli unapenda nafasi hizi za siasa, nenda kawajibike, nenda kajishirikishe na watu. Na unawaambia nini wananchi ambao wanawaona walemavu kwamba hata kama ana vigezo vyote lakini wanaona huyu ni mlemavu? Unawaambia nini hasa hawa wananchi ambao nao ndo wanaenda kwenye kuchagua viongozi, lakini wanaweza kuchagua kwa sababu labda huyu ni mlemavu kama ulivyoeleza? Kwanza waondoe ile dhana au imani potofu kusema kwamba huyu ni mtu mwenye ulemavu hawezi. Hapana, mtu mwenye ulemavu anaweza kila kitu kama ambavyo alivyo mtu mwingine. Mimi ni mbunge sasa na nimepewa hiyo nafasi, lakini na uwezo kufanya kazi yangu vizuri. Na hapa unavyoniona sishindwi kitu. Nina uwezo mkubwa. Ninaweza kuwasilisha hoja zangu pale. Kwa hiyo waondoe imani potofu kwamba watu wenye ulemavu hawana uwezo. Tunaweza. Bila kujali aina ulemavu tuliokuwa nao, tunaweza vizuri. Na kuna kingine chochote ambacho sijakuuliza ambacho ungependa kuambia ulimwengu? Sasa hivi unasikilizwa na redio na televisheni kutoka nchi za maziwa makuu, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na vile vile diaspora. Kwanza nishukuru sana kwa hii nafasi, lakini pia niweze kusema nizungumze na wazazi wenye watoto wenye ulemavu. Niwaombe sana wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwafiche watoto wenu. Wapelekeni shule. Wapate elimu. Waweze kujisimamia wenyewe huko baadaye. Kwa sababu hiki ni kitu cha kwanza, ni muhimu sana kwa mtoto mwenye ulemavu ukimpa elimu. Tuache kuficha watoto huko majumbani. Tuache kusema kwamba ni gharama, tunapoteza muda. Si kweli. Kuna nafasi nzuri sana ya kuwekeza kwa watoto wenye ulemavu. Tuwape elimu kama watoto wengine, waweze kujisimamia. Kama mimi namshukuru Mungu sana mama yangu mzazi. Alinipambania kwa hali na mali kuhakikisha kwamba napata elimu ambayo inaendana na mimi. Sina mengi ya kusema, lakini namshukuru sana mama yangu kwa sababu aliniamini. Kwa hiyo namuombea maisha marefu, na tunasema hakuna kitu bila mama. Na ni kweli mama akiamua kusimama basi anaweza. Kwa hiyo ni wasii na wazazi wengine washirikiane kuweza kupeleka watoto wao shule. Tusiwafiche, tuwapeleke shule. Asante sana. Hongera sana na kila laheri Bunge Nasria katika uongozi wako. Na sasa umewadia wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo mtaalamu wetu Oni Sigala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Hapa anafafanua maana ya neno tanwini. Tanwini ni neno ambalo linatumika na wasomi tu, wasomi weledi wenye kuweza kujua sifa na matumizi ya lugha. Tanwini ni sauti ya n inayowekwa mwishoni mwa baadhi ya maneno yenye asili ya lugha ya Kiarabu. Pale inaitwa tanwin kama hujaweka ai. Kwa maana ya neno kwa mfano shukran bila ai mwishoni, au abadan, na wakati mwingine aslan. Unapokosa hiyo herufi ya mwisho na ukatumia n, basi hapo wataalamu wa lugha wenyewe wanasema neno hili limeishia na tanwin.
Sitakuwa nimekosea nikisema shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapa na kunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa redio ni kila siku, hivyo kesho Jumatano utapata kusikia habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari nyingine na video tumekuwekea kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa X jina hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu inaitwa Habari za UN na inapatikana kwenye Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, jina langu ni Lea Mushi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.